Jehova, tunakutukuza, tunakuinua, tunakusifu mfalme. Asante kwa neema, asante kwa baraka zako, asante kwa fadhili zako. Tunakuinua Bwana Yesu siku wa leo kwa namna ya ajabu na namna ya utukufu. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa sana mfalme. Pokea sifa Mungu wetu mwema. Tuko tayari kuona mkono wako ukituhudumia. Tuko tayari kuona ishara zako zikitenda kazi usiku wa leo. Roho Mtakatifu liye mwema, ninakualika kwa nguvu zako na utukufu wako e Bwana. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu anayenipata sasa hivi usiku wa manane. Naamini kabisa uko mkono wa Mungu na kwenda kumhudumia. Roho Mtakatifu acha udhihirike na utoe sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Msikilizaji wangu popote pale unaponisikiliza, neema ya Mungu ni kubwa na nikubariki sana kwa ajili ya kusubscribe channel yetu ipendwa, ambayo Bwana anaendelea kuhudumia maelfu ya watu. Nichukue nafasi hii kukuambia kwamba unaweza kushare habari hizi nzuri na ukamtumia rafiki yako maombi haya makubwa kabisa, na maombi haya yakambeba. Ni usiku mkubwa sana ambao Bwana anakwenda kudhihirika kwa namna ya ajabu, na mkono wa Yesu na kwenda kutenda kazi kwa namna kubwa sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kukualika sana uweze kushiriki pamoja na mimi maombi haya makubwa sana, maombi ya ulinzi dhidi ya nguvu za giza zinazofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Baba ramashika terebo koribashika, ninakutukuza Bwana Yesu kwa sababu ya wingi wa fadhili zako. Mkono wako kwa mkono wa ajabu sana. Tumeona fadhili zako na tumeona nguvu zako. Tumeona Yesu kitoa sifa na utukufu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema ambayo Baba umetupatia. Jina lako litukuzwe na kuinuliwa sana. Msikilizaji wangu anakwenda kupokea neema kubwa ya ulinzi wa maombi makubwa ya usiku wa manane. Pokea sifa Mungu wetu mwema katika jina la Yesu. Amen. Popote pale unaponisikiliza, nataka nikupe mwongozo huu wa maombi makubwa ambayo yatakusaidia kuomba usiku wa manane. Omba na urudie, omba na urudie, omba na urudie. Msikilizaji wangu, kuna nini ambacho Mungu anataka kukiachilia? Vita siku zote inapigana wakati wa usiku. Adui anafanya vitu vingi wakati wa usiku. Wakati wa usiku ndiko kuna mapambano. Wakati wa usiku ndiko kuna vita. Wakati wa usiku ndiko adui anaua hatima za watu. Wakati wa usiku ndipo adui anashambulia maisha ya watu. Wakati wa usiku ndiko adui anaua. Wakati wa usiku ndiko adui anafanya kazi kubwa. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 10 na mstari wa 10. Inasema mwivi haji ila aibe, avunje, haribu. Anasema Kristo alikuja ili sisi tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Mpenzi, popote pale unaponisikiliza, naomba usikilize sauti hii. Ni sauti kubwa sana, sauti ya kukusaidia, maombi makubwa sana. Kwenye kile kitabu cha Isaya 62 na mlango ule wa 6, Biblia inasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Maana yake anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako e Yerusalemu, ambao watanyamaza mchana wala usiku, mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Unaweza kuona maana yake kuna neema kubwa ambayo Bwana ameiachilia, na mkono wa Yesu Kristo uko tayari kutuhudumia usiku wa leo. Nataka nikwambie wewe ndiwe mlinzi. Wewe ndio mlinzi. Na wewe ndio mlinzi wa kusimama na kufanya kazi kubwa. Na hakuna mwingine wa kusimama kama mlinzi. Kwa hiyo jifunze kusimama kama mlinzi. Jifunze kusimama kama mlinzi. Jifunze kusimama kama mlinzi kwenye maombi makubwa sana. Jifunze kusimama kama mlinzi. Jifunze kusimama kama mlinzi. Na ukisimama kama mlinzi, maana yake utailinda nyumba yako dhidi ya mabaya, dhidi ya wahovu, dhidi ya falme za giza zinazotesa maisha yako, zinazotesa maisha ya vizazi vyetu, zinazotesa maisha ya hatima zetu. Kwa ukisimama kama mlinzi, uwe na uhakika kwamba mkono wa Kristo unaenda kudhibitika.
Angalia hapa kwenye Isaya 54 mstari wa 15. Hapa ndipo utaona maajabu makubwa sana. Anasema Isaya 54 mstari wa 15, anasema tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakuwa ajili yako. Glory to Jesus. Anasema tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Kuna watu ambao wamekusanya na usiku wa leo, wanataka kuangusha nyumba yako, wanataka kuua hatima yako, wamekusanyana. Na wakati ninaomba, nasikia katika ulimwengu wa roho, kwenye nyumba yako, mahali hapo ulipo, ninaona vita vizito sana ambavyo umekuwa unapigana kwa muda mrefu. Yamkini wachawi wamekusanyana kuua hatima yako, wamekusanyana kuua ndoto zako, wamekusanyana kuua maisha yako, wamekusanyana kuua hatima yako. Kuna watu ambao wamekusanyana, wamekuja vikosi kwa vikosi. Unapoingia kwenye maombi haya, lazima utamke kila kikosi ambacho kimekusanyana. Wamekusanyana kinyume na mpango wa Mungu, wamekusanyana kinyume na Jehova, wamekusanyana kukuangusha. Speak in the name of Jesus Christ. Kila kwa ajili ya kuangusha maisha yako, kwa ajili ya kuangusha watoto wako, kwa ajili ya kuangusha nyumba yako, leo tunawaangusha kwa jina la Yesu Kristo. Ni nani amekusanyana kuleta magonjwa? Nani amekusanyana kuharibu? Nani amekusanyana kuua? Nani amekusanyana kuua nyumba yako? Nani amekusanyana kuua maisha yako? Nani wamekusanyana kuua hatima yako? Wako wapi waliokusanyana? Mungu ananionyesha katika ulimwengu wa roho, kuna watu ambao wamekusanyana kumaliza ndoa yako. Kuna watu wamekusanyana kuleta magonjwa nyumbani kwako. Kuna watu wamekusanyana kuleta machafuko katika mji wako. Ujue nikwambie nini? Katika ulimwengu wa roho, wachawi hawaonekani kwa macho ya damu na nyama haya, lakini nataka nikwambie wanakusanyana, wanafanya kazi kila siku, waue, washambulie, wavunje, waharibu. Lakini Bwana amenituma, yoyote aliyekusanyana kwa ajili ya maisha yako anaenda kuanguka usiku huu kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa kwenye kile kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa 17. Biblia inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu nitahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao itokayo kwangu mimi. Umeona, kila silaha. Maana yake ufalme wa giza umeandaa silaha usiku huu. Umeandaa silaha. Hiyo silaha ni kwa ajili ya kukuangusha wewe. Nina habari njema, yoyote aliyejiandaa kukuangusha lazima tumwangushe yeye katika jina la Yesu. Yoyote amejiandaa kukuangusha usiku, ufalme wa giza ndio inatenda kazi. Ndio inatenda kazi. Ndio inatenda kazi. Na hapa lazima usimame imara, kwa sababu hapa ndio vita ilipo. Umenelewa? Kwa sababu kwenye kitabu cha Hosea sura ya 13 na mstari wa 14, Biblia inasema, nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa katika mauti. Ewe mauti, wapi pigo yako? Ewe kaburi, wapi kuharibu kwako? Kujuta kutaificha na macho na macho yangu. Umeona? Kuna watu wamekutumia nguvu za kaburi ili maisha yako yafe, ili wewe upotee, ili maisha yako yapigwe. Habari njema ni kwamba, haleluya, anasema nitawakomboa na nguvu za nini? Na nguvu za kaburi. Leo nataka niombe, kama kuna mashambulizi yoyote, na nitahitaji tuombe pamoja. Kama kuna nguvu zote, kama kuna nguvu zote ambazo zimetumwa kwa ajili ya kukuangusha wewe, kukuangusha na watoto wako. Na Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Luka, inasema ya kwamba itatokea watu watakusanyana, wataungana, watakujengea boma, wakuangushe wewe na watoto wako. Maana yake ni nini? Kuna vita katika ulimwengu wa roho. Nani ametokeza kukuangusha? Nani ametokeza kuharibu maisha yako? Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 10 na mstari wa 27, Biblia inasema, tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka mabegani mwako,
na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Glory to Jesus. Usiku wa leo ninatangaza katika jina la Yesu, kila nguvu yote ya uharibifu ambayo imetumwa kushambulia hatima yako, leo nataka tuimalize. Kila nguvu ya uharibifu ambayo imetumwa kuua hatima yako, leo nataka tuishambulie. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 12 mstari Zaburi 121 mstari wa 7, anasema Bwana atakulinda na mabaya yote. Naona atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Ni maombi yangu siku ya leo, Bwana akulinde na mabaya wote. Bwana akulinde na mabaya yote. Haijalishi mabaya yametuma kwa namna gani kwenye nyumba yako, yametuma kwa namna gani kwenye mji wako, yametuma kwa namna gani kwa uzao wako, Bwana ananiambia anaenda kukulinda na kila mabaya. Nataka sasa hivi ni kuongoze maombi haya. Naomba popote pale ulipo unajiunganisha na maombi ya ulinzi. Hemu andika, kuna namba za simu ziko hapo. Mwambie Bwana Yesu, naomba ulinzi. Kuna namba za simu ziko hapo, unaziona. Andika, naomba ulinzi juu ya watoto wangu, juu ya familia yangu, juu ya vitu vyangu vyote. Andika. Na wewe unayesikiliza sauti hii saa hii, ninakupatia namba ya simu. Namba ya simu ni hii, ni ya 0679645759, na namba nyingine ni ya 0756934903. Namba hizo unaweza kututumia pia kwa njia WhatsApp, ukatutumia. Namba ya WhatsApp iko hapo, angalia. Unaweza kututumia jumbe wako. Umekuwa unapitia vita ngumu, umekuwa unapitia changamoto, umekuwa unapitia taabu, nitumie. Prophet Tadeo hapa, utaona vile Mungu anaenda kufanya kazi majira haya. Naomba uinue mikono yako, sema Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, leo niko mbele zako. Naomba unisamee, naomba unitakase kwa damu yako ya thamani. Bwana Yesu, inawezekana maovu yangu yamenitenga na wewe, lakini leo nahitaji neema mpya kusimama mbele zako, ili vita iliyo mbele yangu niweze kuishinda, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako sasa. Ninakushukuru kwa neema ya wokovu. Ninakushukuru kwa nguvu kubwa ya ukombozi ambao unaiachilia sasa katika maisha yangu. Imani yangu ni kubwa kwamba leo ile nguvu ya uponyaji unaenda kuiachilia, nguvu ya ulinzi unaenda kuiachilia katika mji wangu, katika jina la Yesu Kristo. Ramando robo shaka. Anza kuomba na mimi. Rika baba. Kila madhabahu, kila nguvu ya giza, kila uchawi uliotumwa katika nyumba yako, uliotumwa katika mji wako, leo anza kuvunja. Vunja kwa damu ya Yesu. Ninavunja kila mtandao unaofanya kazi, mtandao wa kichawi, unaofanya kazi mtandao wa giza, unaofanya kazi mtandao wa kuzimu, unaofanya kazi kuvamia watoto wako, kuvamia hatima yako, kuwa maisha yako, kuwa hatima za watoto wako. Usiku wa leo, Bwana, katika jina la Yesu, ninaachilia moto kila eneo. Ninaachilia moto kila eneo. Achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Achilia moto katika mji wako. Ninaachilia moto kila eneo. Ninaachilia moto kila kona. Katika jina la Yesu, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu. Ukashambulie, ukaangamize kila madhabahu zote za kichawi, madhabahu zote za kishirikina zilizozunguka katika mji wako. Roho zote chafu, roho mbaya zinazofanya kazi kwa siri katika ulimwengu wa roho. Rama masika rabo usheke reba sika. Kuna watu mnavamiwa usiku na ndoto za kuona kuna jini mahaba anafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Ninakamata hiyo madhabahu ya jini mahaba,
inayokutokea katika ndoto na inataka mfanye mapenzi, ninavunja kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo madhabahu ya mahaba ninaipasua kwa moto na kwa radi katika jina la Yesu. Achia mama huyu, achia baba huyu, achia maisha yangu. Anza kuomba. Kuna ndoto mbaya ambazo Bwana umekuwa unazipitia, we mama, we baba, we kijana. Sasa hivi vunja kila mlango wa ndoto mbaya ambazo shetani anatumia kukuvamia. I speak by the name of Jesus Christ. Navunja hizo ndoto mbaya, navunja mtandao wa ndoto mbaya, navunja mtandao wa ndoto mbaya. Ninaupasua kwa moto na kwa radi. Ninabomoa mikataba yote, ninabomoa nguvu zote. Haijalishi ni kwa namna gani nimepita katika hizi ndoto, leo ninazishambulia, leo ninazivunja kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto na kwa radi, kwa moto na kwa radi, kwa moto na kwa radi. Omba, 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 omba. Omba, anza kusimama. Kama umekaa simama, anza kutembea. Tunaenda kwenye maombi makubwa ya kuvunja nguvu za kichawi, nguvu za kichawi hizo kuvamia, nguvu za kichawi hizo vamia nyumba yako, nguvu za kichawi hizo vamia watoto wako. Anza kupita kwenye vyumba, anza kuvunja. Anza kupita kwenye nyumba, anza kuvunja. Anza kutembea kokote, zunguka nyumba yako, anza kuvunja. Vunja uchawi, vunja uganga, vunja ushirikina, vunja mizimu kwa jina la Yesu Kristo. Yoyote ametuma kuvamia nyumba yako, saa hii kwa jina la Yesu Kristo, ule moto unaenda kushambulia maisha yake, kushambulia maisha ya mwanamke, kushambulia maisha ya baba, kushambulia maisha ya dada. Reba baba santarabobo rokoko shandara baba kuria. Omba kwa nguvu zote, omba kwa nguvu zote, omba kwa nguvu zote. Shambulia hiyo nguvu, shambulia hiyo nguvu. Pita, nenda kwenye vyoo, vunja hiyo nguvu. Rama mama sakatara baba rekeke shetere baba. Nenda kwenye vyoo, vunja hiyo nguvu. Masi karibu kushandarabo kuria. Nenda. Vunja, nenda kwenye vyumba vya watoto. Kamata kwenye vyumba vya watoto. Anza kuvunja hiyo nguvu. Vunja huo uchawi. Tembea kwenye vyumba vya watoto. Madhabahu yote yanayovamia, wachawi wanaovamia watoto wako hata shuleni hawaelewi, leo tunavunja hiyo nguvu. Anayetuma magonjwa nyumbani kwako ili kukoe na magonjwa yasiyoisha. Ndio maana mmekuwa napigana, kila unapopata pesa zinaishia kwenye magonjwa. Kumbe kuna madhabahu ya giza yanafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho kuachilia magonjwa. Leo kwa jina la Yesu Kristo, nani ametuma magonjwa kwa ajili ya watoto wako? Nani ametuma magonjwa kwa ajili ya uzao wako? Nani ametuma magonjwa kwa ajili ya hatima yako? Leo ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninavunja hizo madhabahu za magonjwa. Magonjwa yote uliotumiwa, magonjwa ya kichawi, magonjwa ya kiganga, magonjwa ya kishirikina, anza kutembea kwenye nyumba yako. Vunja roho za magonjwa. Rababababababababa rekekereba shanta rabobokori mashika mantorobobokoria reketere satara rababa shikarabosh rantorobosh enterebosh rekenterebosh ontorobosh ramontorobosh rikababababababa. Vunja. Tembea kwenye nyumba, tembea kwenye nyumba. Naona moto unatembea, naona moto unawaka, naona moto unawaka kwenye nyumba yako kwa damu ya Yesu Kristo. Rikababababababababa. Inawezekana pia wamewalisha uchawi katika ulimwengu wa roho. Naomba ninaponisikiliza sasa, inawezekana umelishwa uchawi. Umekuwa unaota ndoto, unakula vyakula, hafu hivi vyakula hujui vimetoka wapi, lakini unakula. Leo nataka utapike kila aina uchawi ambao umetumika kwenye nyumba yako, ambao umetumika kwa nyumba yako, ambao umetumika kwa watoto wako, ambao umetumika sahihi. Nataka ueme. Wakati unaema kwa nguvu, kuna uchawi unaenda kuondoka. Wakati unaema kwa nguvu, kuna nguvu ya giza inaenda kuondoka. Wakati unaema kwa nguvu, kuna watu wanaenda kufunguliwa saa hii, na utatuma message uone namna ambavyo Mungu amekufungua. Nataka ufungue kinywa chako. Ukifungua kinywa chako, mavamizi ya nguvu ya giza ni mengi. Ninapozungumza hivi, kuna watu ambao walilisha chakula, leo hii wana kansa. Walisha chakula, leo hii wana pressure. Walisha chakula, leo hii wana magonjwa yaishi. Lakini Mungu ananiambia baada ya maombi haya, kama kuna ugonjwa wote ambao ufalme wa giza umeutuma ndani, leo ninakwenda kuung'oa kwa damu ya Yesu Kristo.
Anza popote pale ulipo, fungua kinywa chako, anza kuema. Ha, ha, ha. Ema kwa nguvu, ema kwa nguvu, ema kwa nguvu, ema kwa nguvu. Ha, 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 ha. Ema kwa nguvu, ema kwa nguvu. Mungu tuliyeshuhudia, watu wanatapika ilizi, wanatapika uchawi, wanatapika kila kitu. Nataka nikwambie hivi, hicho kitu naenda kukitapika sasa hivi. Ulilisha kwa njia ndoto, utakitapika. Wewe ema kwa nguvu. Utaona unafunguliwa sasa. Baba, ninaamuru chochote alicholisha huyu binti wa kike na binti wa kiume, natangaza kwa jina Yesu, huyu mama na huyu baba, chochote aliwahi kulishwa katika ulimwengu wa roho, leo shika moto, leo tapika, leo tapika, leo tapika, leo tapika, leo tapika, leo tapika. Rababababababa, tapika uchawi, tapika uganga. Endelea kuema. Ema, 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 ema. Naona unatapika, naona unatapika. Hiyo wembe waliokulisha unautapika. Riama tasa, hiyo ilizi walio, hiyo ilizi waliokulisha kwa njia ndoto, unaitapika leo. Tapika hiyo ilizi, tapika hiyo ilizi, tapika hiyo ilizi. Riabobosha, riabobosha, rabababa, randa rabababa. Tapika hiyo ilizi, tapika hiyo ilizi, tapika hiyo ilizi, tapika hiyo ilizi, tapika hiyo ilizi. Aya ing'oe, aya ing'oe, aya ing'oe, itoe nje, itoe nje, itoe nje, itoe nje. Hiyo ilizi leo tunaing'oa, hiyo ilizi leo tunaing'oa, hiyo ilizi leo. Shababababababa, shababababababa, shababababababa. Unatoka. Tapika, endelea kutapika, endelea kutapika. Namuona huyu mwanamke kuna ilizi anaitoa, namuona huyu mama kuna ilizi anaitoa. Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Shanto robobo, shanto robobo, shanto robobo, shanto robobo, shanto robobo. Riakakashi, rakakashita, rababababababababa, retetesete, rotototototo, shapapapapa. Tapika, 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 tapika. Toa, 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 toa. Mantekeyanta, shibaba totosete, retete rebota, santatarababatu, rokokosha. Naona natoa hiyo ilizi, naona ilizi natoka, naona ilizi natoka, naona inang'oka haraka, inang'oka haraka. Hiyo ilizi natoka, hiyo ilizi natoka, hiyo ilizi natoka. Shamando robo sekete, rakakayanta, rakakashanta, rakakashanta, rabababa, rababababa. Ayachomoka, ayachomoka. Wewe ilizi, wewe ilizi, wewe kiwembe ulioweka kwenye tumbo la uzazi. Mwanamke, shika hiyo tumbo. Baba, baba, shika hiyo tumbo. Unaona kuna kitu natoka sasa hivi, sasa hivi nang'oka, sasa hivi nang'oka. Shamama tekere, rabababase, rokokoshanda, mandere baba, riaboshi, 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 riaboshi. Kwa damu ya Yesu Kristo, tapika hicho kitu kimalizie, tapika hicho kitu kimalizie kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Manshikaribasi, rakakashanda, rababakora, rakaterebo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kama ulikuwa unatapika, kama ulikuwa unatapika, naomba ututulie, tume message. Ni nini ambacho kinaendelea? Umetapika vitu gani? Maana naamini kuna nguvu ya Mungu inaingia ndani yako sasa, inaenda kuleta mabadiliko kwa damu ya Yesu. Baba, tunaomba neema, neema ulinzi, neema ulinzi. Omba neema ulinzi, omba neema ulinzi, omba neema ulinzi, omba neema ulinzi. Malaika ulinzi, omba malaika ulinzi kwa damu ya Yesu Kristo. Wale malaika walioongoza wana wa Israeli, wana wa Israeli wakatembea usiku na mchana kwenye wingu la moto na wingu jeupe. Bwana, wale malaika waliwatangulia wakafika kwenye safari yao. Nami Bwana, ninaomba malaika watulinde usiku wa leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ramando robo shaka, reka kashe. Tunaita malaika, malaika ulinzi. Ita malaika ulinzi, ita malaika ulinzi. Shandere bobo, rababasika,
renda rababas, roko shanda rabakuria. Tunaita malaika wa ulinzi saa hizi, saa hii kwa jina la Yesu. Malaika wa ulinzi walete ulinzi kwenye nyumba yako, kwenye mji wako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ita malaika, tamka juu ya malaika, tamka juu ya malaika, tamka juu ya malaika. Omba, tumia nguvu zote, omba, tumia nguvu zote. Ita malaika, yule malaika aliyekutanishwa na Yakobo usiku kucha, akapambana naye, akasema sikuachi mpaka unibariki, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wale malaika, 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 malaika waje kwenye nyumba yako, wafanye kituo, maana imeandikwa kwenye Zaburi 91 kwamba nitawalinda, nitawatumia malaika nao watawalinda. Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunaomba wale malaika wa ulinzi wazunguke mji huu, wazingire nyumba hii, wazingire watoto wako, wazingire biashara zako, wazingire kazi zako. Anza kutamka, anza kuomba. Omba malaika wazingire nyumba yako, wazingire kila eneo, wazingire uzao wako, wazingire maisha yako, wazingire uchumi wako, wazingire hatima yako. Rabababababa. Ninaruhusu malaika, wale malaika wa ulinzi waende kwenye nyumba ya baba huyu, ya mama huyu anayesikiliza sasa, kwa jina la Yesu. Malaika wa ulinzi, malaika wa ulinzi, malaika wa ulinzi, malaika wa ulinzi. Rabababababa. Rekekeshande rabobokoribashika manterebashika rababasekete rokoriamanda rabashika retetesekete shibabababababa. Shuka kwenye nyumba yangu, tamka shuka kwenye biashara yangu, tamka shuka kwenye mali yangu. Omba. Tamka. Ashuke kwenye biashara zako, washuke kwenye nyumba yako, washuke malaika, washuke malaika, wakuletea habari njema, wakuletea vitu vizuri, wakuletea utukufu mzuri. Manshika ya babu re baba ratatatata ratarabo shekete riabobo shentere baba. Zungusha nyumba yako kwa damu Yesu, 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 zungusha nyumba yako kwa damu ya Yesu, zungusha nyumba yako kwa damu ya Yesu, zungusha nyumba yako kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa, aitamke damu ya Yesu, tamka damu ya Yesu, weka damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kiri. Tamka kwa maneno yako kiri, tamka kwa maneno yako kiri, tamka kwa maneno yako kiri, tamka kwa maneno yako kiri. Kiri damu ya Yesu, kiri damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Popote pale ulipo na popote unasikia maombi haya, Mungu akubariki sana. Naomba kitu kimoja kikubwa sana. Hakikisha umeshare na kusubscribe channel hii ambayo inaendelea kutenda maajabu makubwa sana. Hakikisha unaendelea kusubscribe na uweze kuwatumia ya share, tumia rafiki zako, tumia ndugu zako. Maombi haya ulinzi watawasaidia. Waombe usiku na mchana. Maombi haya omba moja kwa moja. Omba moja kwa moja. Iwe ni usiku, iwe ni asubuhi, amka fungua maombi. Omba maombi ya ulinzi. Haya ni maombi makubwa sana yatakao kulinda dhidi ya adui, dhidi ya mipango ya adui inayofanya kazi. Unapotamka maombi haya katika nyumba yako, uwe na uhakika nyumba yako itakuwa ni salama. Share ujumbe huu, pelekea rafiki yako, pelekea ndugu yako, mwambie ashiriki maombi haya makubwa na mkono wa Mungu unaenda kumsaidia. Lakini kitu kikubwa sana, ninaomba uchukue hizo namba za simu zilizoko hapo kwenye skrini yako. Hebu tutumie ujumbe wako. Kama kuna changamoto yoyote na unahitaji msaada, kuna namba ya WhatsApp. Hebu tutumie ujumbe wako na tunaweza kukusaidia kwa haraka sana, na mkono wa Mungu akusaidia kwa namna ya ajabu sana. Lakini pia neema ya Mungu ni kubwa sana. Inaendelea kutenda mambo makuu, ishara na maajabu na miujiza inaendelea kutendeka kupitia madhabahu hii. Ninakualika popote pale ulipo uweze kushiriki pamoja nasi Tanzania na nje ya Tanzania. Ni hapa kwa Prophet EM Tadeo Gairo, Morogoro nchini Tanzania. Mungu akubariki sana. Ili pia unaweza kujiunganisha na sadaka yako kwa namba hizo zilizoko hapo. Hakikisha unashughulika pamoja
kwa ajili ya sadaka yako. Hii ni sadaka nzuri kabisa ambayo naamini kupitia sadaka yako mkono wa Mungu unaenda kusaidia. Mungu akubariki sana na nikutakie siku njema na usiku mwema. Shalom, shalom, shalom.